Ndani kabisa ya uwanja wa taifa wa Malawi, Bingu Stadium, ndiko ambako semaji la FIFA limesimama na ndiko ambako leo kikosi cha Young Africans kimefanya mazoezi yake ya mwisho kuelekea mchezo wa kesho. Hapa kwenye uwanja huu mara ya mwisho Young Africans imeonekana ilikuwa ni kwenye sherehe za uhuru wa taifa la Malawi, ambalo Young Africans tulialikwa kucheza na Nyasa Big Bullet hapa, na mechi ile iliisha bila. Mara ya pili Yanga inakuja ni kesho sasa kwenye CAF Champions League dhidi ya Silver Striker. Leo tumekuwa na session nzuri hapa ya mazoezi, tumekuwa na session bomba sana, naweza kusema hivyo kwa sababu wachezaji wetu wote ambao walikuwa kwenye timu za taifa leo wameshiriki kwenye mazoezi hapa Bingu Stadium. Profesa mpira Pacome Zouzoua alikuwepo hapa, Duke Ogabuya ambaye jana alikosekana alikuwepo leo hapa, Prince Mpumelelo Dube na yeye alikuwepo hapa kuhakikisha Young Africans inaenea na mambo yanaandaliwa vizuri kutoka kwenye mkoba wa mbinu Roman Falls na msaidizi wake Patrick Mabedi. Mambo ni bomba na inshallah kesho tutakwenda kushuhudia yale maandalizi yote ambayo yameandaliwa dhidi ya Silver Strikers yanafananaje. Kwa nukta hii tukawasikilize baadhi ya wachezaji ambao tumefanya nao mahojiano kuelekea mchezo wa kesho, tukianza na beki wa kushoto ambaye tumemsajili hivi karibuni, Mohamed Hussein Zimbo Junior, na wenzake ambao wamezungumza maandalizi mazima ya timu kuelekea mchezo wa kesho. Na mwisho tutakwenda kumsikiliza kiongozi wetu ambaye kimsingi yeye ndiyo mkuu wa msafara kutoka shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, mjumbe wa kamati tendaji kaka yetu Aden, atuelezee kwa upande wa viongozi, kwa upande wa maandalizi nje ya uwanja wameweza kudhibiti vipi mipango yote ya wapinzani wetu kuelekea mchezo wa kesho. Usingatuke hapo Yanga TV, ndiko ambako utapata exclusive zote za Young Africans kutoka hapa Malawi, na hapo kwenye page yako ya Yanga TV unatakiwa kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata habari moto mpya za leo kuhakikisha haupitwi na nukta yoyote kutoka hapa Malawi Lilongwe. Captain, tumefanya mazoezi ya mwisho leo. Neno lako kwa Watanzania, mashabiki na wapenzi wa Yanga ambao wanaosubiri kwa hawa mchezo wa kesho? Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu kuweza kufika salama salimini nchi ya Malawi. Nadhani hali ya hewa hapa si mbaya sana, tunaweza kuikabili kwa mchezo wa kesho. Tunaomba mashabiki wetu kwa waliokuwa Tanzania wasiweza kufika Malawi watuombee dua kwa 100%. Nadhani sisi kama timu yao na kama wachezaji wao hapa kesho tunaweza kuwapa furaha, kuweza kuwapa alama 3 za raundi ya kwanza hii katika mchezo wetu wa kwenda katika hatua ya makundi. Umefanya mazoezi leo ya mwisho, lakini katika uwanja ambao tutautumia siku ya kesho, pichi mmeionaje kama wachezaji? Pichi sio mbaya, pichi ni nzuri. Nadhani kesho ball itatembea na nadhani uwanja hauna tofauti yote, hauna kasoro yote, uwanja ni mzuri na mpira kesho utatembea kama kawaida. Watuombe tu Tanzania kwa Tanzania asiweza kufika Malawi hapa, aangalie kwenye TV, kwenye kingamuzi cha Azam TV. Nadhani dua zao tutafika popote pale sisi tulipo na inshallah kesho tuweza kuondoka na pointi 3 hapa nchini Malawi. Azizi, tueleze maandalizi yenu kwa upande wa wachezaji na namna mvotano Silvers. Nini wananchi wategemea kwa mchezo wa kesho? Tunaamini mchezo wa kesho utakuwa mgumu, lakini sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kuhakikisha kama mchezo wa kesho tunapata matokeo mazuri kwa upande wetu. Kwa hiyo kwa 90% tuko tayari, kwa tunasubiri tu muda wa mechi. Ukiangalia wapinzani wetu wana sifa kubwa ya kucheza mpira wa chini hapa Malawi. Nyinyi kama wachezaji mmepata muda wa kupitia video zao na kujua nini ambacho mnakwenda kufanya siku ya kesho? Ndio, nadhani mwalimu ametupa maelekezo kwa kuelekea kwa mchezo wa kesho, na tunaamini sisi kama wachezaji tumeweka akili kubwa kwa ajili ya mchezo wa kesho, na tunaamini pia timu ambayo tutacheza nayo ni timu nzuri na wachezaji wazuri, na tunaamini mchezo wa kesho utakuwa mchezo mzuri na kuvutia, lakini pia kwa upande wetu sisi kama wachezaji tuko tayari 100%. Shukrani. Shaba, tumefanya mazoezi ya mwisho leo. Hali ya timu unaionaje kuelekea mchezo wa kesho? Hali iko vizuri. Leo tuna siku ya pili hapa. Kesho ndo siku ya mchezo wetu husika. Kwa hiyo maandalizi leo tumefanya maandalizi ya mwisho kabla ya mchezo wetu wa kesho. Tunatambua ni mchezo muhimu ambao utatufanya tuweze kuanza vizuri na tuende kumalizia nyumbani vizuri, tuweze kwenda kwenye group stage. Kumekuwa na kundi kubwa la mashabiki ambao wanatoka Tanzania wanakuja hapa Malawi kwa ajili ya kutazama mchezo. Neno lako kwao mashabiki hao ambao wanakuja? Kwanza tunawakaribisha. Nafikiri hapa na nyumbani ni karibu. Kwa hiyo hata wale majirani ambao wapo katika mikoa ya karibu na Malawi, naamini pia watajitokeza kwa wingi kuhakikisha kwamba wanakuja kutupa support, lakini pia wanakuja kuhakikisha kwamba tunapata alama 3 na
magoli mengi, ikiwezekana mechi tuweze kuimaliza hapa ili tukienda nyumbani tuweze kumaliza kabisa, tuweze kufikia malengo. Tunaungana hapa na mkuu wa msafara kutoka TFF, kaka yetu Aden ambaye ni mjumbe pia wa kamati tendaji ya TFF. Umekuwa na timu toka safari Dar es Salaam mpaka hapa Malawi, na leo tumefanya mazoezi ya mwisho. Kwa upande wenu viongozi, umeonaje maandalizi mpaka sasa hivi tumemaliza mwisho kuelekea mchezo wa kesho? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, tulifika salama na mpaka sasa tunaendelea vizuri na maandalizi na vijana na ari na kwa ajili ya mchezo wa kesho ili kuweza kutotoa kimasomaso na kuanzia vizuri mechi ya kwanza ambayo ya ugenini. Mazingira ya nje ya uwanja toka mmekuja, mapokezi ambayo Yanga imepata, mazingira ya wapinzani wetu, kwa uzoefu wako, kuna namna yoyote Watanzania wanaweza kuwa na wasiwasi na jambo hilo? Hapana, mazingira ya wenyeji umetupokea vizuri. Serikali hapa kupitia balozi umetupokea vizuri, tuko naye mpaka jana, tuko naye muda wote, tumejiandaa vizuri. Nadhani kesho Mungu atajalia, dua, sala na maombi tuweze kuanza vizuri inshallah. Kuna mashabiki wako njiani sasa hivi wanaingia hapa Malawi usiku wa leo, panapojaliwa Mwenyezi Mungu, wanaingia tayari wameshaanza kufika. Neno lao kwa ujumla kwa hawa wanaokuja na Watanzania ambao wako nyumbani ambao wanafuatilia kwa karibu timu zao kwenye michuano ya kimataifa? Yanga timu kubwa, imepanga vizuri na inajua itacheza kikubwa, na mashabiki wanapokuja inshallah watapata furaha. Support timu yao kwa nguvu mwanzo mpaka mwisho. Wasisubiri tukio, mwanzo mpaka mwisho washangilia timu ili kuwapa vijana nguvu waweze kupata matokeo kesho. Shukrani.